Jumuiya ya Kikristo Tanzania, pamoja na kuadhimisha kilele cha maombi, tuna jukumu la kuhakikisha kuwa maombi haya hayaishii tu katika madhabahu, bali yanazaa matunda katika maisha yetu ya kila siku. Umoja wetu na umoja wenu kama wanawake wa Kikristo ni msingi wa maendeleo ya familia, ni msingi wa maendeleo na ustawi katika jamii na taifa kwa ujumla. Wanawake katika Biblia wanatajwa kuwa ni jeshi kubwa lenye nguvu, jeshi kubwa lenye ushawishi. Hivyo ninawahimiza wote kushikamana katika maombi ili hali ya hewa na mazingira yetu yaboreke kwa neema ya Mungu. Tunapokuwa waaminifu kwa Mungu na kutunza mazingira yetu, tunaweza kushuhudia mabadiliko chanya katika sekta ya kilimo na maisha ya kila siku. Serikali itaendelea kusimamia sera, sheria, kanuni na miongozo ambayo inamhakikishia mwanamke usalama wake na uhuru wake wa kuishi hapa duniani. Sisi kama mkoa wa Tabora tumeendelea kuwa na afua mbalimbali ambazo zinaendelea kutekeleza mambo hayo ya kuhusiana na ukatili wa kijinsia. Na tunaendelea kuhakikisha kwamba tunadhibiti matukio hayo mbalimbali yanayohusiana na ukatili wa kijinsia. Lakini katika jambo hili na kwa ujumla wake, ndugu zangu, niendelee kuomba ninyi ambao ni akina mama mhakikishe kwamba tunaendelea kumwomba Mungu ili roho hizi chafu ambazo zinafanya watoto wetu wa kike lakini na akina mama kwa ujumla kushindwa kuishi kwa uhuru katika dunia hii na katika nchi hii, hizo roho chafu ziweze kushindwa kabisa. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Isaya sura ya 32 aya ya 1 mpaka ya 5 inazungumza vizuri sana juu ya jambo hili. Kama tukizembea katika maombi, tukaruhusu chochote kutokea, tuwe na uhakika wa kupokea chochote katika uchaguzi huu. Na watu muhimu wa kwanza wanaoweza kuleta mapinduzi na mabadiliko kwenye jamii ni ninyi wana maombi mnaomba. Kwa sababu kile mnachokiomba ndicho Mungu anachokifanya. Na Mungu akifanya anatuletea kitu chema. Kwa ni matarajio yangu kwa maombi yenu, kwa dua zenu, tunataraji kwamba mwaka huu tutapata viongozi wanaotokana na Mungu. Kwa hiyo sisi wanawake tumekutana mahali hapa kwa niaba hapa Tabora kwa niaba ya wanawake wote wa Tanzania wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Tumekutana hapa, lakini lengo letu lilikuwa ni hilo tu, ni kuomba na kuileta nchi yetu mbele za Bwana. Sisi tunamwamini Mungu na tunaamini kwamba wanawake wote watakuwa wameunganishwa katika imani moja, kutambua thamani yao na kuilinda heshima yao ili waweze kutenda yale matendo mema, waweze kuijenga nchi na kulinda hasa maadili katika watoto na maadili katika maisha kwa ujumla. Maana tulipoandaa tukio hili, tuliandaa mafundisho kwanza. Tulijifunza juu ya ndoa, malezi ya familia, tumejifunza namna ya maombi, yani nguvu ile ya maombi. Kwa hiyo tunamwamini Mungu kwamba mara baada ya tukio hili, kila mwanamke ameondoka amejitambua, anaujua wajibu wake kwamba akisimama katika maombi, kuna jambo litafanyika katika ngazi ya familia, katika ngazi ya jamii na hata katika taifa kwa ujumla. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti.
Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.